Na kwenye biashara, huenda bei ya mafuta ya petroli ikaongezeka iwapo halmashauri ya kudhibiti kawi humu nchini itaanza kutekeleza mapendekezo ya ripoti ya pili ya utafiti kuhusu bei ya bidhaa hizo humu nchini. Iwapo yatatekelezwa, bei ya petroli itaongezeka kwa shilingi 7 na senti 80, ile ya diseli kwa shilingi 7 na senti 75, huku lita moja ya mafuta ya taa ikiuzwa kwa shilingi 7 na senti 77. Na mkurugenzi mkuu wa halmashauri hiyo Daniel Kiptoo amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha wauzaji bidhaa hizo wanapata faida, huku wakiendelea kuwekeza kwenye miundombinu na huduma bora. Kama sehemu ya majukumu yake, halmashauri ya udhibiti sekta ya kawi imekuwa ikifanya utafiti kuhusu vichochezi vinavyoathiri bei ya mafuta ya petroli na utendakazi bora katika sekta hiyo. Utafiti wa kwanza ulifanywa mwaka 2018 na kusababisha mabadiliko makubwa katika sekta hiyo, ikiwemo kulainishwa kwa huduma za mabomba na kuweka mikakati mwafaka ya ufadhili. Hata hivyo, kufuatia mabadiliko ya kanuni za kudhibiti sekta hiyo, halmashauri hiyo mnamo mwaka 2023 iliwajukumisha washauri kufanya udhamini mwingine na kutoa mapendekezo kuhusu mabadiliko ya bei ya bidhaa hizo. Mabadiliko katika sekta hiyo yamekadiria hali zinazoathiri bei ya bidhaa za petroli, ikiwemo gharama ya uagizaji mbali na kudhamini gharama ya usafirishaji kwa mabomba na matrela na ushuru wa uhifadhi. Ripoti hiyo inapendekeza ongezeko la bei ya petroli kwa shilingi 7 na senti 80, dizeli kwa shilingi 7 na senti 75 na mafuta ya taa kwa shilingi 7 na senti 67. A truck that is going to Mandera, for example, from Nairobi or from Nanyuki, it will still consume fuel to Mandera and come back, and again also pay the driver the charges that they do pay, because stakeholders have to be listened to. We spend a lot of time with the Transporters Association, and we verified information that is submitted to us, and that is how we adjusted our number. Tomorrow the question will be, where's the regulator when this business is shutting down or moving to other jurisdictions? And again, it will be you, the fourth estate, saying, well, the business environment in Kenya is not very good, businesses are closing, businesses are moving to other countries. It's because we have not been able to strike the right balance of balancing interests of investors and consumers. Halmashauri hiyo inasema mapendekezo hayo yatatekelezwa na awamu ili kupunguza athari kwa wateja. Trevor Ngendo, Darubini.